Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha sana katika kipindi hichi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Karibu sana popote ulipo ulimwenguni. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu wa kukutia moyo, wa kukufariji na kukuinua. Na leo tuna somo zuri mwana wa Mungu linalohusu unyenyekevu, roho ya unyenyekevu. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya saa hii na majira haya. Asante kwa ajili ya kipindi hichi cha neno lako. Tunaomba Bwana, tutakapokwenda kuachilia, kikaguse watu na kuwabariki katika jina kuu la Yesu Kristo. Ibariki neno lako, nijalie mimi mtumishi wako hekima na maarifa na ujasiri katika kulinena, ili likabadilishe kila mmoja anayenisikia. Amen. Roho ya unyenyekevu. Wewe ni mwana wa Mungu. Vipindi vilivyopita tulikuwa tunazungumzia upendo. Sasa kinachofuata ni roho ya unyenyekevu. Unyenyekevu ni tunda la Roho. Linapatikana katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 22. Lakini ni tunda la Roho. Unyenyekevu ni kukubali mpango wa Mungu kama ulivyo kwenye maisha yako. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi, ni majivuno. Na Biblia inazungumza kwamba majivuno na kiburi yanamuondoa Mungu kwenye maisha yako, kama ulikuwa ujue. Kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 5 mpaka wa 6 anaeleza pale, nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye ni Mungu anayejishughulisha sana kwa karibu kwa ajili ya mambo yenu. Neno hili linatuongoza kwenye Petro wa kwanza 5:5-6. Tuwe watu wenye kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Mungu amekuinua kidogo, usijiinue. Nyenyekea chini yake. Sema ni Mungu amefanya, sio wewe umefanya, wala sio akili zako. Kubali mpango wa Mungu wa kukuinua kwa wakati wake. Usijiinue. Kubali kukaa chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, atakuinua wewe kwa wakati wake. Na ukubaliane na mpango wake wa kukuinua, na atakuinua yeye kwa wakati wake. Tuangalie kabisa hata jinsi Bikira Mariamu alivyotokewa na malaika Gabrieli akimwambia kwamba atachukua ujauzito na kumzaa mwana wa Mungu ambaye ni Yesu. Alijibu kwamba yeye ni mtumishi wa Bwana, atendewe kama Bwana alivyonena. Tujifunze kuchukua sala hii. Mimi ni mtumishi wako Bwana, nitendee kama ulivyonena. Chochote Mungu anachotenda kwenye maisha yako, mtukuze Mungu na usitukuze nguvu, utashi au akili zako. Ndivyo utakuwa mwana wa Mungu aliyekamilika. Omba Mungu akupe neema na roho ya unyenyekevu kwenye maisha yako. Kisoma kitabu cha Mhubiri ile sura ya 5 mstari wa 15. Inaeleza vizuri mtu alivyotoka tumboni, alitoka akiwa tupu na atakwenda akiwa tupu kama alivyokuja. Hata chukua kitu chochote kwa ajili ya kazi yake yote. Hata akienda hata chukua mikononi mwake kitu chochote. Kwa hivyo tunataka watu wote wajifunze sasa kuwa na kitu kinachoitwa unyenyekevu. Kitu kinachoitwa unyenyekevu. Unyenyekevu ni tunda la Roho, na Mungu anataka tuwe wanyenyekevu. Mungu akikuinua kidogo, usijikweze. Kitabu kile cha Methali sura ya 16 mstari wa 18 kinatueleza vizuri kwamba kiburi utangulia maanguko. Kwa hiyo ukiona umeanza kuwa na kiburi, hata kama wewe ni mtumishi, maanguko yako karibu. Omba Mungu aondoe kiburi, akuvike roho ya unyenyekevu. Chochote ulicho nacho, Biblia imeshaeleza, hauna utakachoenda nacho kutoka hapa ulimwenguni. Jifunze kujishusha. Jifunze kujishusha. Nyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Mungu amekuinua, lakini nyenyekea chini yake. Atakuinua na atafanya mengi makubwa, kwa sababu ameona kuna tunda la unyenyekevu ndani yako. Lakini ukijikweza, ukaanza kujiinua, utaangushwa kwa kishindo kikubwa. Angalia malaika yule anaitwa Lucifer, yule malaika wa sifa. Kilichosababisha akatupwa, akaangushwa ni kwa sababu alijikweza. Aliimba vizuri lakini akajikweza.
Nyakati hizi kumekuwa na watu wanaimba lakini wanajikweza, wanahubiri lakini wanajikweza. Silika za kujitanguliza na roho za kujiinua ni nyingi na zinaua sana watu wengi kiroho. Kwa hiyo kupitia ujumbe wa neno la leo, nyenyekea chini ya mkono wa Mungu sasa na Petro wa kwanza 5:5. Jikubali kujishusha na kunyenyekea. Mungu atakukweza kwa wakati wake, kwa saa yake. Kubali wakati wa Mungu ni sahihi zaidi kwenye maisha yako katika kukuinua na kukukweza. Wewe ni mtoto wa Mungu, usikubali kujiinua sana. Hata kama kuna mafuta makubwa kiasi gani Mungu ameweka ndani yako, usiinuke sana kuliko mafuta tena Mungu aliyoweka ndani yako. Kubali kujishusha na Mungu atakubariki. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji. Naomba umvike hili tunda la unyenyekevu ndani yake, mponde moyo wake Bwana, akanyenyekee, akakubali kujishughulisha na mambo manyonge, tukitambua kabisa kwamba Mungu unawapenda wale wote ambao wanajishusha, unawapenda wale wote ambao wanapenda sana kukaa chini ya uongozi wako, chini ya miguu yako, chini ya nyayo zako, pita kwenye nyayo zako. Katika jina la Yesu navunja roho ya kiburi, navunja roho ya kujiinua, roho ya kujikweza. Mungu achilia roho ya kupungua ndani ya watumishi wako, wewe ukapate kuzidi na kuongezeka katika kila jambo unalolifanya. Tukurudishie wewe sifa na utukufu, sisi tukavunjike na kupotea, wewe ukapate kuongezeka na kuonekana. Vunja maroho yote ya kiburi yanayoinuka juu ya watu, vunja maroho yote yaliyojiinua ya kiburi, maroho yote ya kujikweza, maana umesema kiburi hutangulia maanguko katika kile kitabu cha Methali 16:18. Baba wa mbinguni, maanguko hayo yaliyo karibu, Mungu mwenye nguvu, umesema mtu mwenye kiburi ana maanguko yaliyo karibu. Tunaomba uokoe watu wako Bwana, waokoe. Wengine ni watumishi lakini wanajikweza. Vunja viburi, vunja tabia za kujikweza, silika za kujitanguliza, zivunje na kuziua ndani yetu. Baba wa mbinguni, tupe neema ya kujinyenyekesha chini ya mkono wako ulio hodari. Tunapoomba tujibiwe, tuanze na kunyenyekea. Nyenyekeeni, ndivyo ulivyosema katika kitabu kile cha Nyakati wa Pili 7:14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, watajinyenyekesha na kuomba. Bwana, achilia roho ya unyenyekevu kwanza kabla ya kuomba. Tunyenyekee kwanza kabla ya kuomba. Tuvunjike, tupondeke, tusihubiri ili kuonekana sisi, lakini Kristo akaumbike na kuonekana ndani ya mioyo ya watu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, bariki huyu anayenitazama, mbariki kila mmoja wetu, mguse kila ambaye anapita mahali pagumu, mwenye shida, mwenye maumivu, mwenye mateso. Mungu, nenda kamuonekanie, kamfanyie njia, kamfanyie wepesi. Na yule ambaye Bwana anasumbuliwa na magonjwa, ninaomba kwa ajili yake sasa hii na majira haya, mguse katika jina la Yesu. Magonjwa yakavunjike, vifungo vikakatike kuanzia sasa. Bwana, mtoe na kumweka huru. Isaya 61 inasema, Roho yako Bwana yuko juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema, kuwatangazia wateka uhuru wao. Ninaenda kutangaza uhuru juu ya wote waliofungwa na vifungo mbalimbali vya magonjwa, vya mateso, dhiki za kila aina, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tuvike unyenyekevu. Amen.